Huko nchini Iran bado viongozi wanazidi kutoa maonyo dhidi ya maadui zao. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran anatoa maonyo zaidi kwa maadui, akisema wakijaribu watashindwa kwa mara nyingine tena. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amezionya Marekani na utawala wa Israel kuhusu kuanzisha tena hatua mpya za kijeshi dhidi ya Iran, akisema kuwa makabiliano ya awamu iliyopita yaliyoshindwa kufikia malengo yaliyokusudiwa na kwamba wakati huu endapo wataanzisha jaribio lolote la baadaye litakuwa na matokeo yale yale na kwamba huenda hali itakuwa ni mbaya zaidi. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Iran ametoa kauli hiyo pembezoni mwa mkutano wa mawaziri wa mambo ya kigeni wa nchi wanachama wa BRICS uliofanyika New Delhi, akijibu vitisho vilivyotolewa na maafisa mbalimbali wa Marekani na Israel. Bado kumekuwa na vitisho kutoka Marekani na Israel dhidi yetu, anasema Araghchi. Sasa tunawaambia sisi hatuogopi vitisho, tumezoea vitisho hivi. Kwa muda mrefu wamekuwa wakirudia vitisho vyao kwa namna ya sura tofauti, lakini wao wenyewe pia wanajua kwamba hawakupata chochote na wala hawatapata chochote kupitia vitisho hivyo au hata kupitia vita walivyovianzisha. Sisi tuna uwezo wa mapambano na wao wenyewe wanafahamu hilo. Walikuja katika vita vya siku 12, tuliwarudisha na waliamua kusitisha vita wenyewe. Na sasa walikuja katika vita vya Ramadhani na tumewashambulia na wakaamua kusitisha vita wao wenyewe. Shida kubwa ipo katika mlango wa bahari wa Hormuz kati ya Marekani na Iran. Moja kati ya changamoto kubwa ambayo wakati huu baadhi ya wachambuzi wanasema Marekani imetoka kutoka katika masuala ya nyuklia hadi mlango wa bahari wa Hormuz, baadhi wakisema kwamba huku ni kushindwa kwa Marekani. Marekani mpango wake mkubwa ilikuwa ni kuhakikisha wanaondoa uranium iliyorutubishwa nchini Iran. Lakini sasa jambo zito ambalo wamelizingatia wa Marekani ni juu ya mlango huo wa bahari wa Hormuz ambao wa Iran wameamua kufunga. Hata hivyo, Abbas Araghchi amesema natumai wataachana na lugha ya vitisho na kuelekea kwenye mantiki, ingawa matumaini ni madogo kwamba watarejea kwenye busara. Lakini wanapaswa kufahamu kwamba suluhisho la masuala mbalimbali halitapatikana vitani, kwa sababu hawatapata matokeo yoyote kupitia njia hiyo. Abbas Araghchi pia amesema kuwa nafasi ya Iran katika eneo la magharibi mwa Asia limeimarika kufuatia ushindi dhidi ya mashambulizi walioyafanya. Ameongeza kuwa sasa mataifa yote yanatambua kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ndio iliyoshinda katika vita hivi na ilifanikiwa kuwazuia maadui wa kufikia malengo yao, huku ikilazimisha matakwa yake yenyewe. Kwa mujibu wa Abbas Araghchi, mijadala katika mkutano wa BRICS imeonyesha kuwepo tathmini mpya ya hali ya kisiasa na kiusalama katika eneo la magharibi mwa Asia baada ya vita. Amekumbusha kwamba kwa hatua ya kujibu mashambulizi dhidi ya Iran ililenga ngome za Marekani pekee kwenye ardhi ya Umoja wa Falme za Kiarabu. Waziri huyo wa mambo ya nje pia ametoa wito kwa mtazamo tofauti kuhusu usalama wa eneo hilo la Asia Magharibi. Aidha, amesema amemshauri mwakilishi wa Umoja wa Falme za Kiarabu katika kikao hicho cha BRICS kwamba utawala wa Israel na Marekani hawataweza kudhamini usalama wao kama ambavyo sasa wameona athari za kuhifadhi kambi za kijeshi za Marekani. Hata hivyo, Araghchi amemweleza mwakilishi wa UAE kwamba moja kati ya mambo anataka kufahamu ni kwamba Marekani na Israel watawasaliti tu, na amewakumbusha hata katika kipindi cha vita vya Ramadhani kwamba Marekani ilikuwa ikisaidia sana Israel kuliko taifa lolote la Kiarabu ambalo limeshambuliwa baadhi ya maeneo yake ikiwa ni pamoja na kambi zao za kijeshi. Amesisitiza umuhimu wa uhusiano mwema kati ya nchi jirani na ushirikiano wa majirani katika masuala ya usalama badala ya kuwategemea wageni ambao ni Marekani pamoja na Israel. Umoja wa Falme za Kiarabu unadaiwa kutengeneza uhusiano na Israel na inadaiwa pia katika kusaini mkataba wa Abraham Accord. Viongozi mbalimbali wa Israel walisafiri hadi nchini UAE na kuzungumza mambo kadhaa, lakini mpango wao ulikuwa ni wa pamoja wa kuhakikisha wanaishambulia kwa pamoja Iran. Na inadaiwa pia kwamba UAE ilianzisha mashambulizi hayo licha ya kwamba hayakuweza kuleta matunda yoyote. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea